Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji kipindi chetu kizuri. Tuko robo ya 3 ya mwaka 2026. Amen. Tunaangalia Korintho wa kwanza na wa pili. Na jana tulikuwa tunaangalia utambulisho wa Paulo. Lakini pia tukatoka na sisi tunatambulishaje pia katika jamii. Tunaweza kutambulisha. Yeye Paulo alitambulisha kama mitume. Je, na sisi? Swali langu mimi na wewe mtazamaji. Basi karibu tena siku nyingine ya leo, siku ya Jumatatu. Yes. Kabla ya kwanza tuweze kupata ombi. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa pamoja nasi. Tunakuanza robo nyingine tena. Baba, tupatie utambulisho ambao unatoka kwako. Amen. Sio utambulisho ambao mwanadamu anatupatia, bali ule ambao umetoka kwako. Amen. Ambao pia na mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hiki utamwezesha kumpatia ujasiri anaposimama mbele za watu na kutangaza kwamba yeye ni mtoto wako. Amen. Yeye ni mtume aliyetumwa kwa ajili ya kutangaza Injili. Amen. Asante, kwani wanakupatia tena somo lingine zuri sana wiki hii, siku hii ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Mshona matendi. Lakini ni mtume aliyetumwa na Yesu Kristo aliyefufuka kwa mapenzi ya Mungu. Sasa Jumatatu tunaona pita zake Paulo mpaka anafika Efeni, anatokea Korintho, anatokea Efeni na akiwa amebeba ujumbe wa mfalme, ndio Injili hiyo. Tangaza mfalme huyu aliyekufa salabani kwamba ndio Bwana. Anatangaza katikati ya sanamu. Miji hii ilikuwa ya sanamu kila mahali. Masokoni huko, wewe ushaona watu wanahubiri masokoni huko nani? Watu wameka speaker hapo wanahubiri. Vipi kama ungemkuta hapo Dar es Salaam, pale Mbezi, pale Mbezi unakuta mshona matenti Paulo anaojiana na watu pale vijiweni pale, anapiga Injili. Ungestop kumsikiliza kidogo? Ni ngumu sana. Basi enzi hizo ilikuwa ni kawaida. Okay. Alikuwa anafikisha Injili mahali walipo watu. Sawa. Mikusanyiko yao na kadhalika. Na anasema niliazimu nisijue neno lolote. Wakorintho kwanza 2 mstari wa 2 anasema 2 mstari wa 2, maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Nami nalikuwa kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Na neno langu la kuhubiri kwangu hakukuwa na maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu. Sikiliza, anamhubiri nani? Anamhubiri Yesu Kristo aliyesulubiwa. Wapi? Anamhubiri katika mazingira yote haya. Mazingira yote haya. Yalikuwa ni rafiki? Hapana, alikuwa na hofu, ndio anatetemeka anasema. Sasa wewe, kuna wakati fulani nilijaribu kwenda kuhubiri masokoni. Uzoefu niokutana nao. Yaani kuna hofu, kuna aibu. Je, nitapokelewa? Unajua masokoni kila mmoja ana lake. Ile wazo lako, huo ujumbe wako utasikilizwa, watakuona. Lakini sasa kwa Paulo hapa ilikuwa ni zaidi. Huyu mtu anahubiri watu wa mwabudu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, ambaye hawakilishwi na sanamu. Biashara za watu zinaingia za sanamu. Unajua sanamu ilikuwa ni biashara, tengeneza sanamu. Alikuwa ni tishio. Yaani watu wa mwabudu Mungu wasinunue sanamu, maana walikuwa wananunua sanamu, ndio mwakilishi wa miungu yao anaabudu. Ilikuwa ni shida. Kwa mfano katika Matendo 17 mstari wa 3 anasema, lakini Wayahudi wa Thesaloniki walipopata habari ya kwamba neno la Mungu linahubiriwa na Paulo huko Berea pia, wakaenda huko wakawachochea na kuwafadhaisha makutano. Hata Wayahudi na wewe fikiria pale unaenda pale Mbezi kuhubiri Injili sokoni au pale stand pale. Alafu watu kanisani kwako hawajavote, hawajapiga kura uende. Kwanza hawakubaliani hata na ujumbe unaohubiri, hawadhani kwamba unawakilisha vizuri. Wayahudi walikuwa ni mwiba kwa Paulo. Wito wa Paulo kuhubiri Injili haukuwa lele mama. Paulo alimhubiri Yesu katika maeneo gani? Ukifuatilia mkakati wake katika kitabu cha Matendo
kwenye masinagogi, ibadani. Huko alikuwa anaweza kukutana na Wayahudi, lakini hata wale ambao walikuwa wanaonyesha hamu ya kujifunza unabii kutoka wa mataifa. Wakati wa Paulo anapopeleka Injili, alikuwa anaanza na watu ambao tayari wana background, wana ufahamu tayari. Wayahudi hawa na watu ambao walikuwa na elimu ya Mungu. Lakini masokoni alifika pia. Hadharani alifika pia. Kwa hiyo wa ndani na kwa nje. Aliwafikia. Mikutano yetu ya Injili inawafikia tu wa nje au hata wa ndani pia? Nafikia hata wa ndani pia. Kwa hiyo tunaenda sawa sawa. Haya, twende kwenye Matendo 17:23. 17:23 tunasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, niliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiri habari zake, ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Alikuwa anatafuta, unajua swala kwenda sokoni. Wakati mwingine nasema kwenda sokoni au dharau au watu ambao hawajui kabisa Injili. Lazima ujue unaanzaje. Lazima utengeneze madaraja. Sawa sawa. Wao hawakijui kabisa ulicho nacho. Sasa unaanza, unawafikia kwa kile wanachokijua. Anasema ninyi ni watu wa dini. Na mmeandika pale. Kwa hiyo anawasifia kidogo. Anawasifia. Nafika pale sokoni pale anasema, ninaona ninyi mna bidii, mnafanya kazi siku 6, mnajituma, taifa litasimama. Hebu unatia moyo watu pale. Wataona kweli huyu. Alafu unawapeleka mahali ambako hitaji lao linahitaji lipo pale. Jinsi Injili inavyoweza kukamilisha kiu yao. Sasa unajua anamaliziaje fungu la 31 pale katika hiyo hotuba? Kwanza 28 anasema, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi tu wazao wake. 28 hiyo ni 29. Kwa hiyo anataka kuwaelekeza huyo Mungu usiyemjua, ndio huyo mimi naenda kuhubiri, ndio huyo Mungu ambaye ndani yake tunaishi. Na yeye anaishi ndani yetu, sio kwenye sanamu. Kwa hiyo anawatoa gizani, anawaleta, lakini kupitia lugha ambayo wanaweza kuelewa. Alafu hata ujumbe wa hukumu nao anauainisha katika fungu la 31 kwamba eti huyo, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti na mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Hapo yuko Atheni, anapeleka Injili katika mtindo huo. Ametoka Berea, yuko Atheni, na baada hapo anaenda Korinto. Akifika kwenye masinagogi, tumesema pia anaenda ibadani kuhubiri Injili. Akifika kwa Yahudi, anaanza na historia wanaoifahamu ya matendo ya Mungu katika babu zao na jinsi alivyokamilisha mpaka hapa. Wewe unapoenda kumtangaza Kristo Yesu, unawapeleka kwenye ujumbe wa Kristo Yesu. Yesu ni mfalme. Wampokee kupitia lugha wanaweza. Kama ni wasokoni wasio na habari ya Biblia, hawajui mambo ya Biblia, usikoti mafungu sana, hata hivyo hawaelewi. Lakini ukienda kwa watu ambao tayari wanajua Biblia na mafungu, basi unathibitisha sana kupitia mafungu. Kwa unatakiwa ifahamu hadhira yako. Unajua ni watu gani? Hayo ndio tunapata hapo. Mengine unapataje? Mengine sasa unaangalia kama ulivyosema, unaangalia pia hitaji lao ni nini. Ni kweli watu wana juhudi, labda na bidii, lakini ukiangalia labda ni watu ambao wana hofu, wana mashaka, wamechoshwa. Sasa wewe unawapatia tumaini, pumziko la kweli. Letea yule Mungu ambaye ni mpaji hivyo vyote wanavyovitafuta. Amen. Wewe uko Korinto na wewe pia? Nami niko Korinto pia. Au watu wa Korinto wanahitaji Injili ya Mungu. Unatoka na kitu cha kuweza kusaidia hapa? Na kutoka na kusaidia. Na naamini Mungu pia tusaidie pia kupitia meza hii tuweze kuwafikia wa Korinto. Amina. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya neno lako ambalo linafika hata Korinto yetu, Dar es Salaam hii, na hata Nairobi hii, hata Lubumbashi na popote pale ambapo tunasikika. Baba, tunakuomba ukamtukuze mwanao Yesu Kristo, akathibitike kwa shuhuda hizi, maelezo yote haya
kwamba yeye ndio wa kutumainiwa na sio sanamu. Yeye wa kutumainiwa na sio pesa zetu na mali zetu, maana ameshinda mauti na yuko uzimani, na kwa kumwamini tunaokolewa na tunaachwa huru. Amen. Basi yeyote anayepokea ujumbe huu, kama msikilizaji wangu yuko hapa, mbariki, mwingize uzimani. Utulete tena kesho kwa masomo mengine kama haya, tunapomfuatilia Paulo mtume huyu na utume wake, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Maisha Kamili. Tumefikia tamati siku ya Jumatatu, karibu kesho siku ya Jumanne. Tunaendelea kujifunza Korintho wa kwanza na wa pili. Karibu sana, mimi ni Arnold Rubinza. Enos Makalindile. Mungu akubariki sana. Amen.